Maandiko yanasema kwamba wataokolewa. Wale ambao wasiomwamini watahukumiwa. Maana hukumu ya Mungu haitakuwa na huruma. Mungu alifanya kazi kubwa sana ambaye kumtuma Yesu kukufa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa useme ya kwamba utaendelea kutenda dhambi Mungu akuhurumie siku ya hukumu. Hapana. Hukumu haitakuwa na huruma. Kwa sababu Mungu amefanya kazi kubwa sana. Amefanya kazi kubwa katika maisha yetu. Amemtuma mwanae kwa pekee kwa ajili yako wewe, ambao unaendelea kutenda dhambi sasa, unaendelea kudharau ukombozi wa mwanadamu. Ujue ya kwamba huu ukombozi umetoka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana maandiko inaendelea kusema ule mstari wa 18 ya kwamba mwaminiye yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanapenda giza kuliko nuru, kwa sababu wakati unapenda giza, na maana ya kwamba unampenda shetani kuliko Mungu. Kwa hivyo wakati unaendelea kutenda dhambi, wakati unaendelea kumdharau Yesu, kutenda dhambi ni kumdharau Yesu na kudharau kifo chake pale msalabani, na kusema ya kwamba Yesu alikufa. Yaani unadharau kifo cha Yesu, nasema ya kwamba hata kama alikufa mimi sikukuwa hapo, mimi sishughuliki na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jua ya kwamba kuanzia leo ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako na ukombozi wako ulitoka mbali. Kwa hivyo wakati unaendelea kutenda dhambi, unaendelea kumchukiza Mungu, unaendelea kumuudhi Mungu. Ndio maana unaona kwamba Mungu ameweka hukumu ya moto, ambayo wale wote wasiomwamini Yesu wataenda kwa ule moto ambao umeandaliwa pale, wataenda kuchomeka na shetani. Kwa hivyo nyakati hizi ambaye za mwisho, ina maana ya kwamba kanisa inakuandaa ya kwamba ukaache dhambi, ukakuwe na bidii ya kumtafuta Mungu, watengeneze maisha yako, maana ukombozi wa mwanadamu ulitoka mbali. Lazima ukaache dhambi, ukamtafute Yesu, maisha yako yakuwe muungano na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kutenda dhambi. Kwa sababu ndio maana niliwauliza asubuhi ya leo ya kwamba huwa wengi tunakuja kanisani ndio, lakini si wote ambao tumelipokea lile neno. Nikasema ya kwamba kulipokea neno, kila mtu neno limepandwa ndani yake. Hata kama ni mtoto yule mdogo, neno limepandwa ndani yake. Lakini tukaona ya kwamba kuna kulipokea lile neno. Tukasema ya kwamba kulipokea lile neno lazima mtu haokoke. Useme ya kwamba mimi kuanzia leo nimeokoka, nimeanza kumtumikia Yesu. Hiyo ndio kumpokea ama kupokea lile neno ambalo limepandwa ndani ya maisha yako. Wakati umelipokea lile neno limepandwa ndani ya maisha yako, sasa hapo utaanza kutunza ile mbegu ambayo ilipandwa pale, uitunze ili imee vizuri mpaka ikuje kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au ni yale tulikuwa tunajifundisha asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha yako ni ya thamani kubwa sana, wewe ambao umemjua Yesu, kwa sababu Yesu amekufa kwa ajili yako na kwa ajili yako akukomboa. Ndio maana uko hai mpaka wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati tunaona kwamba Mungu anaongoza Waisraeli kutoka pale Misri, Mungu neema ilikuja kwa Waisraeli peke yake. Lakini kuna watu wa mataifa ambaye walikuweko wakati ule, ambaye Mungu hakuwa pamoja na wao. Kwa sababu wale watu walikuwa ni waasi, walikuwa wanatenda dhambi, walikuwa wanaabudu miungu yao ambayo walikuwa nayo. Lakini leo hii tunaona ya kwamba neema hiyo ambayo ilikuwa na Waisraeli imekuja katika dunia yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata wewe uko na hiyo neema ambayo ukimkubali Yesu, na wewe utaokoka, na wewe utakuwa kama wale Waisraeli. Mungu atakuwa pamoja na wewe, atakulinda, atakuongoza mpaka utafikia ule ufalme. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo siku ya leo ni siku yako ambayo ya kufanya maandalizi katika moyo wako, kuona ya kwamba mimi nimetenda nini, mimi nimemchukisha Yesu kwa njia gani, nimemfanya dhambi gani kwa Yesu. Kwa hivyo wakati utakapoangalia hivyo, ujue ya kwamba Mungu huyu ambaye